Boksi la kwanza ile kuda kwa mzinga wa kwanza umeingia unanyuka. Naweka wavu wa kumzuia maki. Lakini wale workers busy, yuko wafanya kazi tunawaruhusu kupanda kwenda kuweka asali. Kwa hiyo ukiona mzinga huu wa pili uwekwa juu, sanduku la kwanza limejaa, unaongeza sanduku lingine. Unaongeza la 4, unaongeza la 5, unaongeza mpaka 10 kwa kutumia kundi hili. Na hii labda ila madhara yake tunapata asali nyingi ila nta ndogo. Kwa nta nyingi tunaipata kwenye masele. Sasa inakuwa ni ile asali nyeupe tu. Unaelewa? Mimi nataka niulize kuhusu kufanya unakuwa na slope, yani inakuwa bevu. Kwa nini tusiweke kwa box la kawaida kwa ajili tusibane na nini sega huko chini limeenda? Mimi nadhani kuweka hivi kwa ajili kufanya kuwa na imara. Lakini kama unaweza ukabuni ukaweka fito zako zikaenda chini ukaweka vivuzi vyako mzigo kwa mpana. Usikabuni kwa sababu tunapiga misumari. Uliza swali lingine. Kwa jinsi hivyo mavuno soya na msimu wake. Kutokana na mkufunzi aliyepita amesema kwamba nyuki ana tabia kutengeneza asali kipindi cha masika kwa ajili ya chakula ambacho tutampola baadaye. Yeye anakuwa ameweka hiki chakula ambayo atakitumia kipindi cha kiangazi. Sasa hii zao la nyuki huwa lina muda wake na muda wake huwa ni lini? Umeona, kwa sababu saizi ni kiangazi na tunashuku kwamba saizi ndio tayari nyuki kishatengeneza asali kwa ajili ya atumie kwa ajili ya kiangazi. Lakini sisi kiangazi ndio tunaweka mizinga. Sasa tunatarajia kupata nyuki au huwa haina muda maalum kwa ajili ya zao mengine? Jibu kama ifuatavyo. Tunayo misimu kama mitatu. Harvesting period, ni msimu wa breeding harvest, ni msimu wa kujenga. Sawa. Kujenga nyumba. Sasa kuanzia mwezi wa 9 wa 10 mpaka 11 tunataka sana kama matoto. Sawa. Kuanzia inategemea umeweka nini mizinga. Sasa ukisema baada ya miezi mitatu unaweza kuvuna asali. Lakini inategemea na maua yaliyoko hapo. Kwa mfano wanaolima sunflower na nini alizeti na ukao unaipishanisha katika kulima, kama una maji unavuna mara 2 kwa mwaka. Lazima utavuna mara 2 kwa mwaka. Unavuna kabisa sana nzuri. Kwa hiyo tunashauri kuna ile inaitwa mango tree, yani miembe nayo inachafusha kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kama miembe yako unashauri kuweka visima vya maji. Unajua nyuki ndio watu tunasema hata hii mizinga unatakiwa kushikwa mbali. Ukiwa kuna nafasi kubwa huko mbele, mtu haweki kwanza asali. Kwanza anaziba matundu yote. Kwa hiyo baada ya kutumia muda wa kuziba matundu, kwa nini asitumie muda wa kufanyaje? Kuweka asali. Tunampa kazi ya ziada. Lakini kutengeneza masala yako vizuri, nyuki anaanza moja kwa moja kuweka asali. Kuna changamoto moja. Hii mizinga ukiweka kwa kuibananisha ni sawa umeweka mizinga kwenye store. Si ndivyo? Na ukiweka kwenye mzinga store na kufanya kazi kwenye mzinga huu unahitaji nafasi. Angalau mzinga mmoja kutoka mzinga mwingine kuwe na nafasi ambayo wewe inakuwezesha kwamba kwa sababu nyuki una tabia moja. Ukija kufungua mzinga huu hapa kama mizinga iko karibu, hawa huku nao wanakuanzia. Si ndivyo? Hata kama ukiwa umevaa ule usumbufu tu wa nyuki, si ndivyo? Unaweza kufanya wewe usifanye kazi vizuri. Ukono unakusumbua na kupiga na nini. Lakini kama kunakuwa na nafasi ambayo angalau mita 1, si ndivyo? Mita 1 mpaka 2. Ina maana unafanya kazi huku, hawa nyuki wa huku bado hawasumbui. Sababu hatufungui mizinga yote kwa wakati mmoja kwamba vurugu, hapana. Unafungua mmoja, unamaliza, unafanya kazi vizuri, unaufunga, unageukia mwingine, si ndivyo? Mizinga ambayo iko kwenye mabanda.
Kwa hiyo hata kwenye banda hilo linategemea hilo banda la ukubwa gani, si ndivyo? Na mara nyingi banda la kuweka mizinga 50 kwa kweli hilo inakuwa kama store, si ndivyo? Mizinga inaweza ikakaa mpaka 25, lakini lazima iwe na nafasi. Na ile kitaalamu kutoka banda hadi banda. Yeah. Kitaalamu zaidi inatakiwa kuwe na urefu gani kutoka banda hadi banda? Hakuna specific urefu, si ndivyo? Lakini wewe kama wewe mfugaji unatakiwa uangalie kwamba banda moja mpaka banda lingine angalau kuwe hata isipungue mita 10, kwa sababu nini? Kinachotakiwa ni kwamba kuweka banda karibu au mbali, si ndivyo? Inategemea na usalama wako, usalama wa eneo, si ndivyo? Sababu banda moja kuliweka hapa lingine ukaenda kuliweka hata labda kilomita 1, si ndivyo? Inawezekana inakubali. Ina maana hakuna athari zozote nyuki kujichanganya katika maeneo moja. Nyuki tabia yao moja, tabia ya nyuki wa mzinga huu hata uweke karibu hapa, nyuki wa mzinga huu hawezi kuingia kwenye mzinga huu. Kwa sababu gani? Yaani nyuki wale nao kama wana ukoo, kuna koo za nyuki. Kama vile wewe nyumba zenu hizi, kama nyumba yako ni hile pale, hata siku moja kama una akili zako timamu, weza labda umetumia vitu vingine, hutaweza kuingia nyumba ya mwenzio. Si ndivyo? Ndio jinsi walivyo. Na hawa nyuki wa kundi la hapa, si ndivyo? Kwa sababu malikia wao anatoa harufu fulani ya kuwavutia, si ndivyo? Umeelewa? Anatoa harufu fulani ya kuwavutia. Kwa hiyo malikia wa kundi la hapa ile harufu atakayotoa tofauti na ya huku, si ndivyo? Kwa hiyo hata yule akija kuingia huku lazima anapigwa. Ikiwezekana mpaka anakufa. Na ni kweli kwamba nyuki anapoenda kutafuta chakula giza likatokea kalala kule, ile harufu ikawa imeisha, inakuwaje? Harufu inaisha? Harufu kwa sababu yeye tunasema ile ni sense pheromone, si ndivyo? Kuna pheromone. Ile harufu yeye anatambua hata ya malikia wake iko wapi. Huwa anaitambua. Yeye kwake haiishi kama kusema inaisha. Yeye ndo anavuta ile ya malikia wao. Kama anavutiwa na malikia. Kuna wataalamu waliokuja nyuma walituambia kwamba harufu inaisha. Kwa hiyo anapoteza ule mwelekeo. Kupoteza mwelekeo ni memory. Unasikia? Ni memory yake kichwani. Yes. Kwa mfano tumetega pale mizinga. Ndio. Kama kuweka kwenye manzo. Ndio. Kuna uwezekano kwamba kwenye mzinga mmoja baadaye wanaweza kuzalisha. Yeah. Hiyo ipo, si ndivyo? Hiyo ni ipo kwa sababu kundi likiwa kubwa, si ndivyo? Kundi linajigawa kama hii. Ina maana malikia mwingine anazalishwa. Malikia mwingine anazalishwaje? Kitaalamu tunasema kwamba kwenye majana yale matoto yale, mayai ya kitago yale, si ndivyo? Yale majana kitagwa na dalili ya kundi kujigawa, si ndivyo? Dalili ya kundi kujigawa ni kwamba ukifungua mzinga wako utakuta kuna queen cell. Queen cell ni seli kubwa kama kidole hivi. Ukiona nyuki wanaanza kujenga hiyo seli, unajua kwamba hii ni dalili kwamba ili kundi langu linafanyaje? Linataka kujigawa. Hiyo ni dalili ya kwanza. Lakini kinachofanyika ni nini? Ni kwamba malikia yule anataga mayai. Akitaga mayai, nyuki vibarua, sababu nyuki imegawanyika. Nyuki vibarua akitambua kwamba huyu malikia nguvu yake imeisha. Nguvu yake inaishaje? Inaisha kama anapungua kutaga. Sababu malikia anaweza akataga mpaka mayai 2000 kwa siku. Si ndivyo? Sasa ile nguvu ya kutaga ikipungua, si ndivyo? Wanajua huyu amezeeka. Sasa tunahitaji malikia mwingine mpya, si ndivyo? Wanachokifanya kwenye yale mayai yale ambayo yameenguliwa yakatoa matoto majana yale. Wale nyuki vibarua na feeder bees wa nyuki ambao wanawalisha wale yale matoto wanakwenda wanakagua lava, si ndivyo? Buu lile kwa Kiswahili, buu ambalo limeinguliwa alijazidi siku 3. Wakishalitambua tayari, si ndivyo? Wanaanza kumlisha chakula ambacho chakula chenyewe kinaitwa royal jelly, maziwa ya nyuki. Inatengenezwa na mandibular glands. Umeona za nyuki vibarua. Wanaanza kumlisha hiyo. Kwa sababu nyuki wenyewe, hawa nyuki wengine vibarua wanaokuzwa wanalishwa vyakula tofauti. Wanalishwa royal jelly, wanalishwa asali yenyewe, si ndivyo? Royal jelly na asali inachanganywa. Wanakuwa nyuki vibarua wa kike wasiozaa, si ndivyo? Lakini malikia kama malikia analishwa royal jelly peke yake, yale maziwa. Ndio maana anakuwa mnendo, anakuwa na tumbo kubwa, alafu anameremeta, ana shine kama vile wadada Shida huwezi kufanisha sisi ngozi zetu na nani. Kwa hiyo wanakuwa na shine. Kwa hiyo ile royal jelly ndio analishwa yeye. Baada ya kulishwa hapo ndio huyo anakuja kuwa malikia. Akishakuwa malikia sasa wanakuwa wawili ndani ya mzinga. Malikia wawili ndani ya mzinga hawezi kukaa pamoja. Lazima pale inatokea fighting. Kupigana kati ya malikia mpya na malikia zamani. Si ndivyo? Na mara nyingi malikia wa zamani anashindwa. Aidha anakufa au anaamua kuhama. Akihama ile malikia wa zamani anaondoka na baadhi ya nyuki. Si ndivyo? Akiondoka na baadhi ya nyuki na maana alimzalisha kundi la pili.
tubaki hapo. Sasa mimi na jamani Nguo nilizozishika hapa ni baadhi ya mavazi ya kinga unavyoenda porini kushughulika na nyuki. Haya mavazi yana faida mbili kubwa ukiwa na haya mavazi. Faida ya kwanza, inakuwezesha wewe kufanya kazi kwa ufanisi, kuepuka zile usumbufu wa nyuki. Pia yanakulinda wewe na nyuki wasikung'ate. Lakini faida ya pili, inawasaidia nyuki usiue nyuki wengi sana. Unajua nyuki akisha kudunga ndo maisha yake yanaishia hapo. Lakini ukiwa umevaa vifaa vya kukinga, kwa hiyo pia unaokoa maisha ya nani? Ya nyuki. Kwa hiyo hivi tu ni baadhi. Hii kama unavyoiona ni suruali. Lakini kuna mengine anatengeneza mfumo wa overall. Yanakuwa moja kwa moja suruali na koti lake. Kwa hiyo ni inatengeneza overall. Halafu hizi ni gloves. Halafu katika hii koti kuna kofia ya uso. Iko kikinga uso kinatengenezwa peke yake. Kinakuwa na wavu hapa mbele kama huu hapa. Lakini kwa juu ya kikinga uso panakuwa kimetengenezwa kikofia ambacho unavalisha hii kofia ya mkeka. Kwa hiyo ukishavaa hivi inatengeneza ile uso wako unakuwa mbali na nyuki, unakuwa uko salama. Kwa hiyo mavazi yako ya design ni design tu jinsi watu wanavyotengeneza. Inaweza yakawa seti kama ilivyo hapa nilivyoonesha, au ukawa na overall la moja kwa moja, lakini kofia ya uso ikawa peke yake kwa design hiyo ambayo mimi nimewaambia. Kwa hiyo usije mtu ukamwona siku hiyo ameweka hii na kofia ile cha kinga uso peke yake ukasema sasa huyu amepotea. Hapana, ni design tu. Lakini katika upande huu wa mavazi, hii seti haijakamilika. Mnafikiria ni nini kimekosekana? Kofia tunayo hii hapa. Viatu vinavyoshauriwa ni mabuti. Magambuti. Ukivaa yale unakuwa uko salama kabisa. Nyuki hawakuumi, pia uangamizi maisha ya nyuki. Mnaijua? Hapana. Ni patasi ya kufungulia mzinga. Unajua nyuki wakishajenga kwenye mzinga, kwenye hizi nafasi wanaweka gundi. Kwa hiyo kutoka kwa urahisi unatumia patasi. Turudi kwenye mavazi yetu. Vizuri, unahakikisha umevaa vizuri. Kwa kuwa mimi nitumike kama mwalimu atakuwa anaelezea, mimi nafanya hiyo stage, sawa? Ili tuende vizuri. Ingekuwa imedesigniwa kama overall la moja kwa moja ambayo ni suruali na koti lake liko pamoja. Kwa hiyo unaanza kuvaa overall. Lakini kwa vile hii ni design nyingine ambayo iko suruali na koti la juu, kwa hiyo mwalimu hapa ataanza kuvaa suruali, baada hapo atavaa koti. Utakiwe kuvua nguo zako zote, alafu ndio uvae. Wakati unaenda unavaa juu ya nguo zako. Wakati unaenda kuvuna asali, unakuwa ndani umevaa jinsi lako au suruali nyingine ya kitambaa. Pia tunashauri uwe na nguo ya mikono mirefu ambayo ni shati au blauzi. Kwa kina dada unakuwa na blauzi ya mikono mirefu. Tuko pamoja? Mmewahi kuiona moja design moja kati ya nilizotaja? Hiyo bado hamjaiona. Mmeona? Sasa mwalimu yuko ameshavaa, tuseme amevaa overall na kofia ya uso na kikinga uso. Hapo ukivaa hivi lakini bado haujakamilika. Maana nyuki atapitia mkononi, atapitia miguuni, aingie ndani, aanze kudunga. Ambayo pia itakuwa ni hasara kwako uweze kufanya kazi vizuri kwenye mzinga. Kwa hiyo ukishamaliza kuvaa overall,
unavaa buti, gumboot. Unavaa gumboot hii, overall linatumbukia ndani ya gumboot, yale mabuti yako. So hili liwe nje, lenyewe unatumbukiza mle ndani ya gumboot. Ukishamaliza kuvaa gumboot, hii kofia ingekuwa iko peke yake kama ile design niliowaeleza ya mwanzo, ungekuja kuvaa hii kofia ya uso ambayo inakukinga usoni. Hiyo kofia ya uso hakikisha inafiti kabisa kwenye nini? Kwenye overall lako, ili nyuki wasiweze kuingia. Na ukishamaliza unamalizia na kuvaa gloves mkononi. Kwa haya mavazi ambayo hayapo mfumo wa overall, maana kwa hapo hivi nyuki anaweza akapita kwa chini. Je, kuna umuhimu wa kuchomekea? Hapana, hii umeiona hii koti? Imebana kabisa, hapa nyuki hapiti. Kwa hiyo ukikutana na design hii lazima chini itakuwa imebana kabisa, nyuki hawezi kupenya. Kwa hiyo inabana kiasi kwamba nyuki hapa nafasi ya nyuki kuingia haiwezekani. Ndio maana tunaona kwamba wameweka hii ni nini? Plastiki. Ili iweze kubana. Na siku zote unashauriwa overall lisiwe vimodo. Si mnajua watu wanapenda vimodo. Overall lisiwe kimodo. Overall liwe oversize. Liwe bwanga. Nataka niulize kuna gumboot huko. Haiwezi kupenya nyuki hapo? Hapana, ukishavaa overall unavaa gumboot. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo overall linatumbukia ndani ya gumboot. Kwa hiyo nyuki hawezi kupenya. Na hiyo overall huku mwishoni lina plastiki. Kwa hiyo nyuki hawezi kupenya. Katika uvaaji hilo, unaweza ukavaa gumboot yako, alafu hiyo overall hiyo ikapita nje ya gumboot. Kutokana na hiyo elastic inakuja na bana chini, nyuki hawezi kuingia. Pia ni aina nyingine. Unaweza ukavaa hivyo. Unasema kwamba mtu anatakiwa avae hiyo jezi, hiyo sare, au amevaa jinsi au shati refu. Hii so jezi, tunaita ni vifaa vya kinga. Vifaa vya kinga. Ya kujikinga na mavazi ya kinga. Sasa nilikuwa nauliza kwamba yenyewe kama yenyewe haitoshelezi kuvaa hivi ili iweze kwenda bila yaani wewe ndani una nguo nyingine. Ile zile sindano za nyuki zile zinaweza kukufikia kwenye ngozi, lakini ukiwa una shati ya mikono mirefu na umevaa suruali yako imefika mpaka chini, unakuwa salama zaidi. Kwa hiyo hatushauri sana kuvaa overall peke yake au mavazi ya kinga peke yake. Wakati huo moto utumii? Huko tutafika. Huko tutafika. Hizo gloves zinajitosheleza zenyewe tu huko mikononi? Hizi zinajitosheleza. Ukishakuwa na shati yako ya mikono mirefu mpaka hapo, alafu unavaa gloves zako, hii ya juu mikono ya overall inaingia ndani ya gloves. Na hiyo kwa mbele ni ngozi. Kwa hiyo unahakikisha imeingia vizuri, imefika mpaka umekiona hiki kitambaa kimetenganishwa viko viwili. Hii ya mbele ni ngozi ambayo mshale wa nyuki hapa haupiti. Kwa hiyo unaweka vizuri, mikono yako inakuja kufiti hapa. Kwa hiyo kote utatengeneza, utakuwa salama zaidi. Sasa mkufunzi, kichwani, kwa sababu kichwani hawezi kuvaa kitu chote. Mfano huyu hapa. Huku kichwani ndio maana tunasema iwe nini? Iwe bwanga. Yaani hii iko bwanga bwanga. Kwa hiyo nyuki wengine sio nilifika. Labda naomba nitolee maelezo hilo. Madam. Ya huku juu kwanza hii amesema ni kofia, lakini kwa lugha yetu ambayo tunaifahamu ni utando wa uso au utaji wa uso. Si ndivyo? Unaitwa utaji wa uso. Na kuna hii ya namna ambayo imeshonwa moja kwa moja na nini? Na overall, lakini kuna nyingine ambayo imetenganishwa, kuna kamba za kufunga. Tutakuja nayo kipindi hicho, si ndivyo? Tutaonyesha zote mbili. Lakini huku juu unachosema ni kweli kwamba kichwa kiko, masikio yamegusa, si ndivyo? Mara nyingi hii haiwezi kukuruhusu kuvaa kofia kama ile ambayo ya mkeka. Lakini kama una yale makofia unahitaji yale kama ile bwana ile pale. Mzula. Yeah. Kwa mfano unaweza ukavaa mzula kwa ajili ya kujikinga na kichwa, si ndivyo? Alafu mara nyingi nyuki wanapenda, ni kwa nini ukiwa wazi hivi nyuki huwa anafuata sehemu za kichwa, au ukifunga hawa wadada wanafunga nini, vilemba vyeusi,
nyuki anafuata ile rangi nyeusi nyeusi, si ndivyo? Kwa hiyo kwenye nywele huku akishaona nywele, si ndivyo? Yeye ndo anapofuata. Kwa hiyo ukishaziba hivi, wao watakuja tu na hili kwa sababu limeachia hivi, basi watakuja tu watakaa huku, lakini kama unataka kujiweka salama zaidi, si ndivyo? Unavaa na nini? Unavaa na hiyo nini? Wanaita mzula, si ndivyo? Nafunika kabisa au kofia yote ambayo itakufanya kwamba nyuki asiweze kuja kwa karibu. Lakini jamani, nyuki pia ule msumari wa nyuki ndani mle kuna ile sumu ya nyuki ile. Jamani, ile dawa. Usiogope sana kupigwa na nyuki. Si ndivyo? Fuga nyuki, atuogope nyuki. Utaona hapa kuna wavu, sio? Huu wavu maana yake umewekwa wewe kusaidia sasa kuweza kufanya kazi yako. Huko ukiona. Wakati huo nyuki hawezi kuingia wala hawezi kukudunga. Kwa hiyo unaweza kuona kile unachokifanya lakini ukiwa umejilinda. Hapo kwenye uvuaji kama unaona bado umekufuata unafanyaje? Mwishoni kwa sababu hii unavua baada ya kumaliza. Nitakuja kuelezea hiko umetua mgongoni. Nitakuja kuelezea hiko kipengele. Kesho tumalize upande wa mavazi ya kukulinda. Hivyo tutakuja navyo tutakapokuja tena. Maana vifaa vya nyuki viko vingi. Na mnasema mjawahi kuviona. Itabidi tuje navyo ili muweze kuviona vyote. Unaweza kwenda sasa kufungua mzinga wako. Unaweza kuvua sasa ukiwa salama. Lakini wakati wa kufungua mzinga kuna bomba la moshi. Ni kifaa kingine cha muhimu unavyoenda kufanya kazi na nyuki. Bomba la moshi limetengenezwa kwa kiasi kwamba halitoi moto lakini linatoa moshi. Ndani ya lile bomba ni chuma fulani kimetengenezwa na upande mmoja kuna tobo la kutolea moshi. Na lina kipulizio. Ukibinya hivi ule moshi unatoka. Mle ndani ya bomba unajaza maranda au majani mabichi na mkaa wa moto ili moshi uweze kutengenezeka. Kwa hiyo ukija kwenye mzinga wako unaanza kupuliza moshi hizi sehemu za kuingilia nyuki. Kwa hiyo nyuki watasogea upande mmoja. Na wewe unafungua mzinga wako unaanza kufanya nao kazi. Pia moshi unasaidia kuwalewesha wale nyuki wasiwe wakali zaidi. Kwamba katika mavazi ya ulinzi ulikuwa unaelezea kwamba katika mavazi haya mavazi gani ambayo labda wataalamu wanasema kwamba ni mavazi mazuri zaidi kwenye yana ubora zaidi? Kati ya lipi na lipi? Kati ya hapa na overall hiyo ni design tu ya kutengeneza na mtu anapendelea kuvaa hivi. Mwingine apende kuvaa overall. Lakini yote ni bora. Yanategemea ni mtaalamu ametengeneza na anajua anatengeneza kwa ajili ya nini. Kwa hiyo unapoagiza kabisa unataka overall kwa ajili ya nini? Ya kurinia asali. Labda jamani, sababu tunakimbizana na muda, maswali mawili ya mwisho. Langu hapo niona kuna kifaa kimoja kwa ambacho cha msema ni patasi ya kutolea vini hivyo vidude. Sasa hamna kifaa kingine chochote ambacho kinachotumika katika kuchukulia kutoka kwenye ile papi asali au unaishika na mkono. Sasa hilo namba nijibu madam. Hilo somo linakuja kwenye masuala ya nini? Ya kulina asali, si ndivyo? Wakati wa kulina asali kuna vifaa vyake. Umeona? Mojawapo ni vingine tutakuja nayo. Hii kazi yake kubwa ni kufungulia mzinga. Si ndivyo? Ukishafungua mzinga tayari mzinga vile viunzi nyuki wakishaanza kujenga wanaweka gundi ya nyuki, si ndivyo? Kitabu tunasema propolis. Ile gundi ya nyuki ni kwa ajili ya kushikiza au ni kwa ajili ya kuulia wadudu wengine waharibifu, si ndivyo? Sasa hivyo viunzi huwa vinashikana na kuzibaziba mianya ile, si ndivyo? Wenyewe huwa wanaweka hiyo. Inawezekana. Kijana kupata maisha bora. Inawezekana. Kamnyangarakane mama, kamnyangarakane. Vijana wako wachapa kazi. Kamnyangarakane. Kuna mvivu wa mchovu. Kamnyangarakane. Alilia waitisite. Kamnyangarakane. Usituone mbele yako. Kamnyangarakane. Vijana wako wachapa kazi.